Sisi ni viongozi wakuu wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania yenye upana wa nchi nzima kutoka makanisa wanachama 12 na jumuiya za vyama vya kanisa 14 ambao tumekusanyika kama kawaida ya kila mwaka kufanya adhimisho la siku ya CCT, siku ya Jumuiya ya Kikristo Tanzania. Mwaka huu mkoa uliochaguliwa ni Njombe, na moja ya shughuli zetu kwa kweli ni kwenda kuyaona maeneo na kutoa huduma katika jamii, na mojawapo ni magereza, na mwaka huu tumepata neema na kibali cha kufika katika gereza hili, na mapokezi yenu tunawashukuruni sana. Jambo la kwanza. Jambo la pili, tunawashukuru kwa namna nimesoma mavazi ya wale wafungwa na mahabusu. Ni kituo kama cha matengenezo, kutengeneza tabia, sio kuadhibu watu. Kwa hilo tu ni faida kubwa. Lakini la tatu, tumejifunza sisi wanajumuiya ya Kikristo Tanzania kwamba vijana hawa wamekuja kuwa wahubiri wakubwa. Mimi nilimwomba mmoja wa maaskofu wetu wahubiri, lakini baadaye nikasema ningelikuomba tu unipe yule kijana wako wahubiri, kwa namna alihubiri kwa nguvu sana, na walisema neno la Mungu, walisema kwa moyo wa shujaa na shukrani. Lakini tumependa pia kwamba ni watu wenye nyuso za amani. Jambo la mwisho, tuwatakie baraka za Mungu na ulinzi katika kulea maisha ya watu wetu, vijana wetu. Tunasikitishwa kwamba wengi walio katika gereza ni vijana, lakini tena tumekuta wa kiume ni wengi sana. Nguvu kazi ya nchi sasa imefungiwa hapa, basi muiandae vyema ili ikirudi tufae katika utumishi katika jamii zetu. Ni shukrani yetu kwamba mmekuwa pamoja nasi na mmefungua milango, na kwa muda tuliopata kusema nanyi. Mungu wa mbinguni awabariki. Asanteni sana. Kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza ambaye sisi ni wasaidizi wake, lakini kwa niaba ya mkuu wa magereza mkuu wa Njombe ambaye sisi ni sehemu ya watu wake, lakini pia kwa niaba ya mkuu wa gereza ambaye leo nimesimama huko kwa niaba yake, napenda niwashukuru kwa ujio wenu na niwashukuru kwa zawadi mlizotupatia, lakini kubwa mmetufariji sisi tu, lakini mmeifariji jamii yetu ambayo tunaishi nayo hapa, wafungwa na mahabusu. Tunashukuru kwa kile ambacho mtumishi ametukizungumza kwamba ni kama sehemu ya kurekebisha. Ni kweli, na hilo ndio kusudio na lengo la magereza. Ndio maana nembo yetu inaitwa Magereza Urekebishaji. Lengo ni kuwarekebisha hawa ili wakirudi katika jamii wakawe watu wema, wakawe watu wenye uzalishaji na tija katika jamii, tofauti na ambavyo sasa jamii inawachukulia. Na huu ni mpango mzima ambao unaendelea katika mzingo mzima wa urekebu, na sehemu ya imani ni sehemu mojawapo katika urekebu. Kwa hiyo tunashukuru kwa ujio wenu, mmetusaidia katika eneo moja ambalo ni adhima mojawapo ya Jeshi la Magereza, kuhakikisha watu wanakuwa watu wema na wanairejea jamii katika njia sahihi zaidi kuliko ambavyo inaonekana mwanzo. Jumuiya ya Kikristo katika moja ya shughuli zake ambazo inafanya ni pamoja na kutunza mazingira, kuhakikisha kwamba uumbaji wa Mungu aliyotukabidhi utunze unabakia kuwa salama na ambao ni endelevu. Kwa hiyo tunatenda tendo hili kama alama tu ya kuieleza jamii kazi ambazo Jumuiya ya Kikristo inafanya, na tunapenda tushukuru sana tena kwa uongozi wa gereza kwa ambavyo mnatunza mazingira katika eneo lenu, na sisi tumekuja kuwaunga mkono katika kazi hii njema ambayo mnaifanya, na Mungu awabariki sana. Asanteni sana. Na mchana huu pia tumeweza kushiriki kufanya matendo ya huruma katika magereza ya wilaya ya Njombe. Kwa hiyo tulifika pale kama viongozi wote wa CCT taifa na mkoa ili kuweza kutoa vile ambavyo Mungu ametubariki navyo kwa habari ya kuwapa wale wafungwa na mahabusu walioko pale magereza ya wilaya ya Njombe.
Kwa hiyo tumefanya hivyo na tulipewa pia nafasi ya kupanda mti katika maeneo yale ya mazingira ya magereza ile ya wilaya ya Njombe. Na pia jioni hii tupo hapa tena, tumerudi katika mazingira haya ya kanisa ambalo sherehe hiyo itafanyika, kanisa la Anglikana mkoa huu wa Njombe. Basi tupo hapa na tunaendelea na upandaji wa miti, na kupanda miti sisi kwetu pia tunaendelea kuhamasisha mazingira, yani tutunze mazingira. Kwa hiyo tunapopanda miti ni mazingira na uhai wa kanisa, ndio ishara ambayo tumeileta hapa. Kwa hiyo tuko hapa tunaendelea kupanda miti, na baadaye kutakuwa na sherehe ya waimbaji wataimba. Kwa hiyo niseme tu ya kwamba CCT Taifa tuko mkoa wa Njombe, tuko tunasherehekea CCT Day. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo, na tuendelee tu kuhamasisha mikoa mingine ambayo bado hatujafika, ili na wao wakifika siku kama hii ya leo, basi kwamba CCT Day inafanyika mikoa yao, wajiandae vizuri. Tukuhamasisha pia wale ambao wanaweza kutoa kwa ajili ya wale wahitaji, waweze kutoa, kwa sababu tumeambiwa hivyo hata kwenye maandiko, kwenye Biblia inasema ya kwamba tuwatembelee wale wenye huo uhitaji, wenye shida, wale waliokuwa magerezani, tuwatembelee, tukawatie moyo. Wale wagonjwa tukawatembelee mahospitalini, na tusiache kufanya hivyo, kwa sababu ndivyo tumeagizwa kufanya hiyo. Matendo ya huruma ndio hulka yetu sisi wa Kristo. Tutoe kwa moyo, tusiwasahau.